Karibu ndugu mtazamaji kwenye mwendelezo wa vipindi vyetu vya afya. Naitwa Dr. Kahibi, daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama na uzazi. Kama mada hizi ninazozitoa zinakufurahisha na kukujengea uwezo wa uelewa, basi hebu bonyeza kitufe cha neno subscribe ili uwe wa kwanza kupata video yangu. Leo tunakwenda kuangalia somo linalohusu ongezeko la uzito kwa wanawake. Ongezeko la uzito au vitambi kwa wanawake. Wanawake wengi hudhani kwamba kuongezeka kwa uzito ni kwa sababu ya chakula tu, lakini nikutoe wasiwasi kwamba kuna sababu nyingine nyingi zinazofanya wanawake wawe na vitambi. Tafiti zinaonyesha kwamba 30% mpaka 35% ya wanawake wana vitambi zaidi ya wanaume au wana uzito ambao umepitiliza. Na kati ya kitambi na uzito ni nini kinaanza? Kwa kawaida uzito ndio unaanza. Uzito unavyoanza tunaita kitaalamu overweight. Unapokuwa umepitiliza then unakwenda kwenye obesity, yanakuja mafuta au kitambi. Sasa ni sababu zipi zinazofanya mwanamke awe na uzito uliopitiliza? Lakini kabla ya kuangalia sababu hizi, tafiti pia zinaonyesha kwamba wanawake walio kwenye ndoa, wanawake wanaoishi mjini na wanawake wenye vipato vizuri ndio wanaohusishwa na ongezeko la vitambi au uzito uliopitiliza. Sasa ni sababu zipi ambazo sasa zinakupelekea wewe mwanamke uwe na uzito uliopitiliza? Sababu ya kwanza kabisa inayofanya uzito upitilize kwa wanawake wengi ni lishe isiyo bora. Vyakula vya mafuta, vyakula vya sukari na vyakula vya haraka. Si vyakula vya haraka, tunaweza kuviita zile takeaway za haraka zile ambazo mara nyingi vinapatikana supermarket. Vyakula hivi vinaonesha kuongeza uzito kwa akina mama. Kwa hiyo ndio sababu ya kwanza, lishe isiyo bora. Sababu ya pili ni pamoja na kukosa mazoezi. Wanawake wengi hawapati muda wa kufanya mazoezi, hivyo chakula wanachokula kinabadilishwa kutoka kwenye glucose na kuwa kwenye mafuta, na yale mafuta ndiyo yanayotengeneza uzito kupitiliza, lakini pia kutengeneza kitambi kwa mwanamke. Sababu namba 4 ni uzito baada ya kujifungua. Wanawake wengi huongezeka sana baada ya kujifungua. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu matunzo huwa yanaongezeka. Kama baba alikuwa hanunui nyama, basi kila siku kutakuwa na nyama. Kama baba alikuwa hanunui mafuta, basi atakwenda kununua lita 20 za mafuta zitawekwa pale, na chakula kitakuwepo kwa wingi. Na kwa sababu pia tumbo la mama huyu sasa hivi liko wazi, wanawake wengi wanakula na kujisahau, wakati baada ya kujifungua inapelekea wao kupata uzito mkubwa baada ya kujifungua. Lakini sababu nyingine ambayo inapelekea uzito kuongezeka ni pamoja na changamoto zinazohusiana na imani pamoja na mila za kijamii. Kwa nini? Jamii inaamini kwamba ukiwa na mwili mnene basi wewe maisha yako yamenyooka. Na ndo maana kuna ongezeko kubwa kwa wale watu ambao inaonekana wana uwezo na kipato fulani cha pesa. Kwa sababu gani? Anaweza akanunua vyakula anavyovitaka. Mtu anayetoka kijijini sio rahisi akaenda supermarket kununua kitu, lakini sisi ambao unakuta maisha angalau yako balance kidogo, basi ukisha kuwa na mwili, na hii inakwenda mpaka hata kwa wanaume, kwa sababu jamii inaamini kwamba mwanaume aliye na kitambi basi mwanaume huyu ana hela. Sasa kupitia hiyo nayo inawafanya watu wengine waweze kupata unene, ili jamii ijue kwamba wanafanya nini, wana mafanikio. Lakini nikwambie tu kwamba unatengeneza changamoto ambayo utakuja kuletea shida mbele ya safari. Sababu nyingine ni pamoja na changamoto za uzazi.
Kwa mfano, wanawake ambao hawapevushi mayai, hawapati ovulation, mara nyingi huwa wananenepa sana, na hawa ni pamoja na wanawake wenye changamoto ya PCOS kwa maana ya polycystic ovarian syndrome. Lakini pia matatizo ya mimba, kuna baadhi ya akina mama akiwa mjamzito huwa wanapata changamoto ya sukari ambayo na yenyewe inapelekea uzito kuwa mkubwa kupitiliza, na baadhi ya sababu ni pamoja na hatari moja ya sababu ni pamoja na matumizi ya dawa fulani. Kuna baadhi ya dawa za uzazi ambazo ukizitumia, kwa mfano dawa za kuzuia mimba, na zenyewe zinaweza zikasababisha uzito kupitiliza kwa mwanamke. Lakini pia magonjwa ya kisukari, pressure, lakini pia mabadiliko ya homoni. Mabadiliko ya homoni pia yanapelekea baadhi ya wanawake kuongezeka uzito bila mpango. Lakini pia msongo wa mawazo, stress na kula kupita kiasi. Ukiwa na stress sana, kuna wengine huwa wanakula kupita kiasi. Hii nayo inapelekea uwe na ongezeko la uzito kwa wanawake. Sababu nyingine ni pamoja na usingizi mdogo. Swala la uzito kuongezeka inahusishwa na watu kutopata muda wa kusinzia. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba wewe mwanamke unapaswa kupata muda mzuri wa kupumzika. Lakini sababu nyingine ni pamoja na umri kuongezeka, na ikiwemo changamoto za magonjwa fulani kama kisukari. Haya yote yanaweza yakapelekea uzito kuongezeka. Sasa ni hatari gani akina mama hawa ambao wanakuwa na uzito uliopitiliza wanazoweza kuzipata? Hatari namba moja ni ugonjwa wa kisukari aina ya pili. Hatari ya pili ni pamoja ya shinikizo la damu pamoja na magonjwa ya moyo. Hatari namba tatu ni magonjwa ya mishipa ya damu, kwa sababu mafuta ya cholesterol yanaongezeka kwa wingi. Na hatari nyingine ni changamoto ya uzazi, kukosa ovulation, kuwa na ugumba, lakini kupata changamoto za mimba kuharibika mara kwa mara. Lakini hatari nyingine ambayo wanaweza wakapata ni pamoja na magonjwa ya ini, fatty liver. Hii nayo inawapata wanawake ambao wana uzito uliopitiliza. Lakini ukiachana na hayo, kuna hatari ya saratani ya matiti, lakini pia hatari ya saratani ya mfuko wa kizazi, endometrial cancer. Hii nayo huwapata wanawake ambao wana uzito uliopitiliza. Ukiachana na hayo, kuna hatari nyingine ya kuwa na maumivu ya mgongo na viungo kwa muda mrefu. Sasa wewe ukija kwangu kama daktari, unaniambia una maumivu makali ya mgongo ya muda mrefu au maumivu ya tumbo, lazima niangalie una uzito gani, kwa sababu ongezeko la uzito limehusishwa na changamoto hii ya kupata maumivu ya mgongo na viungo. Lakini pia changamoto zingine zinazosababishwa na shida hii ya uzito kupitiliza, pamoja na matatizo ya kupumua wakati wa kulala. Kuna baadhi ya kina mama ambao wanakuwa na uzito uliopitiliza wanapata changamoto ya hewa kupita. Lakini pia swala la mwisho ni msongo wa mawazo unaoweza kukupelekea ukapata afya ya akili. Sasa nini suluhisho la changamoto hii? Ni nini unachopaswa kukiepuka? Kwanza kabisa, epuka lishe isiyo bora, namba moja. Namba mbili, kufanya mazoezi. Namba tatu, kupata usingizi wa kutosha. Namba nne, kudhibiti PCOS na mabadiliko ya kihomoni. Namba tano, kuchagua dawa sahihi. Unapohitaji kutumia dawa ya uzazi wa mpango, lazima uhakikishe unachagua dawa ambayo haikuletei changamoto. Na mwisho, dhibiti msongo wa mawazo na fuatilia vidokezo vya afya vinavyoweza kukusaidia wewe kuweza kupunguza uzito. Endelea kunifuatilia kwenye YouTube channel yangu. Usisahau kusubscribe, kucomment na kulike. Asante kwa kunisikiliza.